pamoja na kwamba tumeimaliza safari yetu bila kutimiza malengo, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari yetu imemalizika salama. Tumemaliza tukiwa na matumaini ya kwamba timu yetu walau imepata mabadiliko kidogo. Tumepata alama 3 katika michezo yetu yote ya mwisho ambayo tumecheza, kitu ambacho huko nyuma ilikuwa ni ngumu kweli kweli. Ilikuwa baada ya kufanya mabadiliko mawili matatu kwenye timu yetu, walau timu imepata uhai na imebadilika, na ndio maana haishangazi kuona katika mechi za mwisho tumeweza kuvuna alama. Sisi inatia faraja kwa sababu timu ya mpira wa miguu haiishi kutengenezwa na kujengwa. Kwa hiyo msimu huu umekuwa ni msimu mbaya kwetu kwenye upande wa kimatokeo kwenye ligi ya mabingwa Afrika, lakini inaonesha ishara njema ya kufanya vizuri hasa kwa msimu unaokuja. Mechi ya leo ilikuwa ni muhimu sisi tupate ushindi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepata ushindi. Pamoja na kwamba ushindi tuliopata unawezekana kwa macho ya kawaida ukaonekana hauna thamani yoyote, lakini sisi kwetu wana Simba ushindi huu ulikuwa na tija kubwa sana. Kwanza, walau tushinde mchezo mmoja. Ni aibu na fedheha ya timu kubwa aina ya Simba Sports Club inamaliza michezo 6 bila kushinda hata mchezo mmoja. Ilikuwa ni aibu ya kuhitaji kushinda mchezo leo ili kurejesha imani ya mashabiki na uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Msimu huu tumecheza michezo 5 katika uwanja Benjamin Mkapa na hii lazima ieleweke kwamba hatukupata matokeo mazuri katika mechi za mwanzo, sio kwa sababu ni Benjamin Mkapa, ni kwa sababu hatukuwa na timu ya kupambana ipasavyo. Lakini baada ya kufanya mabadiliko, dirisha dogo la usajili, na wakaja watu kuja kuchagiza ubora, tumeona timu imeweza kupata matokeo katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa ushindi wa leo umetumika rasmi kwa ajili ya kurejesha heshima ya mnyama, lakini vile vile kwa ajili ya kurejesha imani ya mashabiki wa Simba ya kwamba Benjamin Mkapa, kwa Mkapa hatoki mtu. Semaji, itakuwa ni dhambi wakati unachanganyikiwa kusema ni upi usajili bora wa Simba dirisha dogo. Unaweza ukachanganyikiwa kabisa, ukajikuta unatembea barabarani unaongea mwenyewe ama unavua nguo kwa sababu haujui nani ni usajili bora katika dirisha dogo. Unaweza kusema, yani wakati unataka kusema Anicet Oura ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kuna Libase Gay naye anafanya unyama vile vile. Wakati unataka kumaliza kuhusiana na Libase Gay, unakumbuka kumbe hii timu ni timu ya Ino Jospin November, naye ni usajili bora. Wakati unataka kufunga hesabu ya kwamba Jospin Olemba ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakumbuka kumbe Simba ina Jibril Kasali Tanja, mlinda mlango Mamadu, naye ni usajili bora kweli kweli. Wakati unataka kusema okay, basi Fabilahi Tanja ndio anatoka jasho nakapenda kapole katulivu yenyewe, msikaharibu kacheni kafanya kazi kwa utulivu. Sawa mama ukiwa una jambo lolote unishirikishe na tatua. Sawa mimi ni mlezi wa waandishi wa habari Tanzania wa kike. Kwa hiyo bwana, wakati unataka kusema nani ule Tanja ndio usajili bora, unakuja kukumbuka bwana kumbe Simba ina Nixon Kibabage, unachanganyikiwa tena hapo. Wakati unataka kumaliza basi Kibabage ndio usajili bora na kila kitu, nakumbuka kumbe timu ya Chama jamani. Kwa hiyo unajikuta unachanganyikiwa. Lakini ukisema uzungumzie usajili bora kwa upande wa takwimu, naye unaweza ukachanganyikiwa vile vile. Anicet Oura mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika amefunga magoli 2. Ni rekodi ya ajabu kweli kweli, na nataka niwape kazi ndugu zangu waandishi wa habari mkafanye huo utafiti. Katika wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo kote barani Afrika, ni yupi amefunga magoli 2 kwenye mechi 4 alizocheza? Kama mtampata it's fine, lakini mkimkosa basi huyo mtu anabaki kuwa ni Anicet Oura peke yake. Kwa hiyo wakati unaangalia takwimu za Anicet Oura, unasema huyu ndio usajili bora wa dirisha dogo, unakuja kumkumbuka Jibril Kasali Tanja Mamadu, mlinda mlango, amecheza mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika, na kila mechi aliyocheza
ametokea kwenye orodha ya kafu ya walinda mlango bora. Mechi ya kwanza na Esperance, mechi ya pili na Esperance, mechi na Petro, mechi ya hii ya leo vile vile amefanya save ambayo inamuingiza kwenye magoli kipa bora barani Afrika. Kwa hiyo unachanganyikiwa, ukitaka umalize hapo kwa Tanja kwa sababu amekuwa goli kipa bora, kila wiki anatokea, unakuja kukumbuka kumbe Libase Geye amekuwa mchezaji bora kwenye kila mechi ya ligi kuu ya NBC. Basi unachanganyikiwa tu, unakosa majibu. Lakini in conclusion tunasema tu ya kwamba Simba tumefanya usajili bora sana katika kipindi cha dirisha dogo, na usajili wenyewe umezaa matunda kweli kweli. Ahmed, katika wawakilisha ambao walikuwa wanawakilisha, tumalize ya Simba kwanza. Huko naenda. Katika wawakilisha ambao basi unazunguka. Niwape pole mashabiki wa Simba. Tumeshazoea mechi kama hizi, muda kama huu, lazima tutoke uwanjani hapa na kidedea cha kutosha tukiwa na bendera yetu ya robo finali. Lakini mwaka huu mambo yamekuwa tofauti, na mimi ni kwanza niwape pole mashabiki wa Simba. Tumewanyima kile kitu ambacho tumezoea kuwapa nyakati zote kwa maana ya robo finali. Lakini nichukue nafasi hii vile vile kuambia wana Simba kwamba hili tulichukulie kama tukio la kimpira wa miguu, na isitokee mtu akataka kunufaika na Simba kushindwa kwenda robo finali, akataka sasa kujifanya ndo anaijua sana Simba, anaizungumzia sana Simba, anaipenda sana Simba, na kuzua taharuki na mtafaruku ndani ya klabu yetu. Sisi wana Simba wenyewe tunakubali mwaka huu tumeteleza, tunakubali mwaka huu msimu haukuwa wetu, tunakubali msimu huu hatukuanza sawasawa mashindano haya na hatukujipanga vilivyo, na ndio maana tumeishia hatua ya makundi, na hiyo ndio nature ya mpira wa miguu. Usipokaa sawasawa wenzako wananufaika. Nani alitegemea kama Stade Malien angekuwa kinara wa kundi letu? Kila mtu alikuwa anaipa nafasi Esperance pamoja na mnyama Simba, lakini imekuwa tofauti, mambo yamekuwa magumu, tumeshindwa kwenda hatua ya robo finali. Hiyo ni kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Tumekwenda robo finali mara 7 mtawalia. Sisi ndio klabu pekee Afrika Mashariki na Kati yenye rekodi kama hiyo. Ukitoka hapo unakwenda Kosafu unamkuta Mamelodi, unakwenda Afrika Magharibi, unakwenda Afrika ya Waarabu ile sio netwaje, unamkuta Al Ahly. The rest hakuna mwenye rekodi kama hiyo. Kwa hiyo tumekwenda robo finali mara 7 mtawalia. Mwaka huu tumeshindwa kwenda robo finali. Isitokee mtu akafanya leo unajua Simba, unajua alafu Simba leo unajua Simba. Simba unajua. Simba unajua uongozi Simba wanaga wanyeka Simba unajua Simba mchezaji Simba. Hatutaki ushauri kwenye kuanguka kwetu. Tumeteleza, tunajua tumeteleza wapi, na tayari tumeshafanya mabadiliko, na sisi tuko tayari kwa Champions League ya msimu unaokuja. Kwa hilo ningependa kutoa angalizo kwa wana Simba, tuwe pole, tukubali huku kuteleza kwetu, na sasa nguvu, hasira na kila kitu chetu tukielekeze kwenye ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Semaji leo ni